tutaenda kuuza chuma kama chuma. Sasa swali, ndugu mwandishi, majibu sasa ndiyo yanakuja. Jiulize, bei ya nondo ni shilingi ngapi? Kwa hiyo bei za nondo unazoziona, bei za bati, bei za misumari na vifaa vingine vyote vinavyotengenezwa kwa kutumia chuma, hivyo ndiyo uuzaji namna utakavyokuwa. Sisi hatuta export raw material. Sawa. Unaitazamaje Ludewa ya miaka 20 ijayo kutokana na rasilimali hii? Jambo la kwanza, kupitia dira kuna kufunguka kwa miundombinu. Kuna mpango wa utengenezaji wa reli ambao itaanzia Ludewa kuelekea Mtwara. Kuna utengenezaji wa reli kutokea Ludewa kuelekea Makambako. Mimi ni Mfaume Pastori. Leo hii nimetembelea eneo ambako unapatikana mradi wa Liganga, ambako hapa ndiko ambako kile chuma kinapatikana baada ya utafiti kuwa umefanyika. Sasa swali langu ni dogo tu, watu wengi wamekwisha sikia Liganga, kwa maana wengine wanafahamu Liganga na Mchuchuma. Sasa tuone jinsi gani pengine mradi huu unaweza ukaleta kuchechemua maendeleo kwa taifa. Niko na Mheshimiwa DC mkuu wa wilaya ya Ludewa, Olivanus Thomas. Namuuliza, chuma kinapimwa vipi? Chuma kinauzwa vipi katika masoko ya dunia? Na kwa mfano kama Tanzania tukianza kuuza hata kwa baadaye, pengine kama itategemea na dola, pengine jinsi ambavyo itakavyokuwa, ni kiwango gani cha fedha ambacho tutakuwa tunakipata katika ule upimaji, na jinsi fedha hizo zinaweza kuchangia bajeti zetu za wizara mbalimbali katika taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa DC, nikukaribishe na swali langu hilo. Hebu tuingia moja kwa moja kunipigia hesabu ya jinsi ambavyo pengine chuma hiki kinaweza kaingiza fedha na zikaleta maendeleo kwa taifa. Kwanza kitu kimoja ni kwamba chuma ni madini ya kiwandani. Ni madini ambayo yanapimwa kwa megatons. Maana yake ni kwamba ni ujazo wa tani ndio ambao inauzwa. Sio kama ilivyo dhahabu kwamba utaenda kupima kwenye gramu, au maybe ni gemstone. Chuma ni inakuwa hivyo, kama ambavyo madini mengine yanavyouzwa, kama ilivyo makaa ya mawe au fluoride ambayo au chokaa ambao unauza kwa tani. Lakini kitu ambacho ni cha tofauti Tanzania kinaenda kukifanya kwenye uwekezaji wa chuma, hivyo kama ambavyo mataifa mengine yanafanya. Yako mataifa ambayo yanazalisha sana chuma, mfano kama Brazil, wao wanachakata na pia wanauza raw material. Kuna mataifa mengine ndani ya Afrika, na hayo naweza nikatolea mfano. Kuna taifa kama la Sierra Leone, kuna Mauritania, kuna Afrika Kusini, kuna Guinea. Katika mataifa hayo ya Afrika ni South Africa peke yake ndio ambao wanachakata chuma na kukiuza chuma kama chuma. Hii tunaliona ni jiwe, lakini ni jiwe ndani yake kuna nini? Chuma. Tanzania kinachoenda kukifanya katika uwekezaji unaenda kufanyika ni kwamba hiki chuma kinaenda kuchakatwa, kisha chakatwa chuma inasagwa, alafu tutatenganisha, kwa sababu ndani ya chuma yetu kuna madini ya aina ngapi? Tatu. Kuna vanadium, kuna titanium pamoja na iron ore. Ikishatenganishwa, iron ore itaenda kuuzwa kivyake, itashughulika kivyake, vanadium kivyake na titanium kivyake. Sasa ikishachukuliwa iron ore itapelekwa kwenye hiyo furnace, kwenye blast, watahit kwa kutumia makaa. Baada ya hapo itamold, watapata chuma. Ile chuma sasa ndiyo itakayoenda kuuzwa. Tafsiri yake ni kwamba haiendi kuuzwa madini ya chuma, tutaenda kuuza chuma kama chuma. Sasa swali, ndugu mwandishi, majibu sasa ndiyo yanakuja. Jiulize, bei ya nondo ni shilingi ngapi? Kwa hiyo bei za nondo unazoziona, bei za bati, bei za misumari na vifaa vingine vyote vinavyotengenezwa kwa kutumia chuma, hivyo ndiyo uuzaji namna utakavyokuwa. Sisi hatuta export raw material, na wametuhakikishia NDC ya kwamba our export material